Swala la usalama, amani na umoja wa nchi yetu wala si mambo ya kujadiliwa, wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu viharibiwe. Na wale wanaoelekeza kwa magrupu ya WhatsApp waje wenyewe, wasitumie watoto wa Kitanzania kama chambo. Wana mambo yanawasukuma waje wenyewe, wasielekeze kwa magrupu ya WhatsApp. Wasikae huko na kutumia simu na mitandao na magrupu ya WhatsApp kuchochea vurugu kwenye nchi yetu. Waje wenyewe. Wasiwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale. Wao wakiliwa kwenye matania, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania. Waje wenyewe. Kama nchi hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote. Tutawalinda Watanzania, tutawalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya wale wanaotaka kutumia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Tanzania ni nchi yetu sote, na hatutakuwa tayari kuona mtu yeyote ama kikundi chochote chenye maslahi yeyote kulitumbukiza taifa letu katika migawanyiko, vurugu, machafuko na kusababisha matatizo katika nchi yetu. Umoja wa Watanzania si jambo la mjadala, ni msingi wa uwepo wa taifa letu na ni wajibu wa kila mmoja kuutunza. Kwa hiyo swala la usalama, amani na utulivu ni kipaumbele namba moja na hakuna mjadala katika hilo. Niwahakikishie Watanzania na niwahakikishie waheshimiwa wabunge, serikali iko imara, tena imara sana kwenye jambo hili. Wote misingi ya utawala bora na kuhakikisha kwamba shughuli mbalimbali za kijamii, kiutamaduni, kidemokrasia, za kiuchumi zinazingatia sheria, taratibu, mila, desturi na katiba yetu ya nchi. Tunayo katiba ya nchi yetu, ndio inayotuongoza. Hakuna sehemu ilipoandikwa kwenye katiba kwamba tutakuwa tunafanya siku fulani, tunakaa tu tunapanga tu, hatuna kazi nyingine, tunakaa tu tunapanga tu, tunatangaza kwamba siku hii tutakuwa tunafanya hivi. Hatuwezi kaendesha nchi kwa namna hiyo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa taratibu hizo, kwamba watu wanakaa tu, si taifa gani huko, wanakaa tu huko, wamejifungia, wanalishwa, wanalipwa, wanatutajia tarehe tu kwamba tarehe hii tutakuwa na jambo hilo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa namna hiyo. Na mimi ambaye nimeshazisoma sana historia za mataifa yenye rasilimali nyingi hapa Afrika, naijua hiyo michezo yote. Na nafuatilia, kuna baadhi ya ofisi zinatajwa kwenye hivyo vipeperushi vinavyotajwa hizi. Tutaendelea kufuatilia. Na kila nikifuatilia wakitajwa, sijaona wakikanusha kwamba mkifanya hapa, mfanye na hapo, muende na hapo, mfanye na hapo. Naziona. Sasa wengine tulizaliwa bila uoga. Tutafuatilia moja baada ya nyingine, lakini uhakika mmoja naoambia, uhakika mmoja naoambia, tunafuatilia yote hayo. Tunawaambia kama au wanaoandika magrupu ya WhatsApp hayo wakiwa huko, tunawaambia wao na wanaowatuma
Hatuwezi kutetereka kwenye jambo la kuilinda nchi yetu na rasilimali zake. Nasema rudia hapo. Tunawaambia wanaowatuma na wanaotumwa, hatuwezi kutetereka kwenye kuilinda nchi yetu na rasilimali zake na watu wake. Tutailinda nchi yetu, tutawalinda Watanzania, tutalinda rasilimali zake, na wala hatutaruhusu watoto wa Kitanzania watumike kibiashara na wale wenye maslahi yao binafsi. Swala la amani ya nchi yetu si jambo la mjadala, na swala la usalama wa nchi yetu si jambo la mjadala. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri wa sekta, Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amelielezea kwa kirefu. Nasisitiza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ameelekeza, taasisi zote zisimamie, zifuatilie kila hatua. Wananchi, endeleeni na shughuli zenu za kila siku. Nchi iko salama, na wala hatutaruhusu michezo iwatoe wananchi kwenye kutekeleza shughuli zao za kimaendeleo. Hatutaruhusu michezo hii iwatoe Watanzania kwenye shughuli zao za kila siku za kujiletea maendeleo. Mambo mengine ni ya kibiashara tu. Mambo mengine wanaona nchi inapiga hatua, wanaona nchi imefanya ugunduzi wa rasilimali nyingi, anza kuleta chokochoko hizo. Mungu alitugawia kila mtu na nchi yake. Kila watu walipewa na nchi yao. Tanzania ni nchi ya Watanzania.